Kibengi TV. Hello, mambo vipi? Naitwa James Simba. Hii ni Kibengi TV ambayo unaiangalia. Asante kwa kuichagua pia. Leo tarehe 31, kwa mara ya kwanza kabisa Rais Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ametoa wito kwa makanisa yote ya nchini DRC kufanya maombi siku ya leo kwa sababu ya kuombea nchi ambayo inaitwa amani ya kudumu. Tunaombea amani ya kudumu katika nchi yetu ya Kongo, na hatujui tunaomba ni kwa ajili ya nini na kwa nini rais ameweza kuchagua siku ya leo kama siku ya kuombea nchi yetu ya Kongo. Tupo hapa katika uwanja wa jijini Uvira kwa ajili ya kusikia mawili matatu yanayoendelea katikati ya waalikwa walioalika, na hatujui tunaomba ni kwa ajili ya nini na kwa nini rais ameweza kuchagua siku ya leo kama siku ya kuombea nchi yetu ya Kongo na nini ambayo amelenga. Karibu sana na uendelee kufuatilia Kibengi TV na usitoke kando ya TV yako na usikose kusubscribe. Naitwa James Simba. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kibengi TV.
Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kibengi TV. Tupo hapa kwa ajili ya kuyasikiliza maoni ya watu walioshiriki katika maombi yanayoombewa leo, yanayofanyika leo kwa ajili ya kuombea nchi yetu ya Kongo, na tunataka tusikie mawili matatu kutoka kwa watu ambao wapo hapa waliokuja kuombea nchi yetu ya Kongo. Karibu na baki kando ya Kibengi TV. Mambo vipi dada? Safi. Unaitwa nani? Naitwa Riziki. Hivi kwa nini uko hapa? Kwa sababu nakuja kuombea nakuja kuombea nchi. Unaombea nchi kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu ni nchi yetu. Kwa nini unaiombea? Kwa sababu iwe na amani. Mzee unaitwa nani? Mimi naitwa Benjamin Malia. Benjamin Malia, unafuata nini hapa? Nafuata seremonia, wanasema tunakuja kustadi kuombea nchi. Kwa nini unaombea nchi? Kuombea nchi sababu nchi ina matatizo. Matatizo gani? Matatizo ya vita, usalama mdogo. Ndio maana yafaa kuitia mikononi mwa Mungu. Unahisi kuombea matatizo ambayo yanaendelea katika nchi ya Kongo itaisaidia kupunguza na serikali kuto kuingilia? Ndio, serikali kuingilia ndio majukumu ya serikali. Lakini Mungu iko zaidi ya yote. Yafaa kabisa kuweka Mungu mbele. Ndio na hao wakuu wa serikali bila msaada wa Mungu hawawezi lolote. Ndio maana wakuu wanafanya jitihada nchi ipate amani, lakini yafaa msaada wa Mungu ni wa muhimu zaidi. Hivi tukio ambalo Tshisekedi ameamua kulitoa leo katika nchi yetu ya Kongo, nchi nzima, unaona ni haki au sio haki? Ni haki kabisa. Haki kabisa. Yafaa kabisa nchi mbele ya yote ni kuitia mikononi mwa Mungu. Juu Mungu ndio yote. Kila kitu yafaa kusindikiza Mungu mbele. Na rais amefanya jambo la maana kabisa kutia Mungu mbele ya vitu vyote. Bwana, mimi naitwa James Simba. Nipo hapa katika siku ya leo sema ambako tunaombea nchi yetu ya Kongo. Na haya ni baadhi ya maoni ya watu ambao wamekuwa hapa, washiriki wa hapa. Karibu na baki karibu ya Kibengi TV. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kibengi TV. Tunasikia leo tupo hapa sehemu ambako rais amepanga kufanyikia maombi kwa ajili ya kuombea nchi yetu ya Kongo. Na nipo na mheshimiwa mbunge Hamza ambaye yupo hapa, ameparticipate pia kwenye maombi ya siku ya leo. Ndio, tunashukuru Mungu. Mimi ni mwanabunge Mwamba Sani Hamza, mchaguliwa wa Uvira katika ngazi ya mkoa wa Sud Kivu. Unahisi ni kwa nini leo uko hapa? Niko hapa kwa kuja kushiriki ndani ya maombi maalum ambayo kama gisi unavyofahamu sisi Waislamu tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambapo tuko tunamalizia mwezi wa mafungo, na Mwenyezi Mungu ametupatia baraka kupitia mheshimiwa rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa kutuletea maombi haya ya pamoja, ili tumuombe Mwenyezi Mungu pamoja, tuone kwa namna gani tunaweza kupata amani ya kudumu na maendeleo ndani ya nchi yetu. Unahisi wewe ni maombi ni suluhisho tosha kumaliza vita na mambo kaza ambayo inasumbua nchi yetu ya Kongo? Ndiyo, maombi yanabadilisha kila kitu. Hata wale magroup za armenye kwa maporini watakaposikia kwamba madini yote yamekaa pamoja kwa ajili ya kumlilia Mwenyezi Mungu amani ipatikane, watakuwa mbioni kuja kuleta silaha zao ili wajiintegre na wao ndani ya societe. Na malengo ya maombi hasa ni kutaka hali tulionao ibadilike kutoka kwenye ubaya kwenda kwenye uzuri. Ndio malengo kabisa ya maombi haya. Unahisi ni kwa nini mheshimiwa Felix Tshisekedi ameamua kufanyisha maombi siku ya leo? Unahisi ni kwa sababu ya moja kati ya njia za kampeni yake, na ni kwa nini hakufanya hivi before? Una kitu gani cha kueleza raia? Kila kitu kina wakati wake. Na masuala ya kisiasa hatuwezi kuyaleta moja kwa moja katika masuala ya maombi. Kwa sababu hapa tuliopo tuko madini mbalimbali, makanisa mbalimbali kama gisi unavyoona, Waislamu wako hapa, Wakimbangise na wengineo. Malengo hasa ya maombi haya ni kutaka Mwenyezi Mungu atubadilishie hali ambayo tulionayo ya tabu ya vita kila wakati, na unafahamu vizuri kwamba magroup za arme yote leo yako Nairobi pamoja na mheshimiwa rais katika hali ya kutaka kuwashawishi wale wenye kushikilia silaha, watu wa maguguni, waweke silaha zao chini ili tupate amani. Kwa hiyo maombi inaweza kuwa moja katika suluhisho ambayo itapelekea mambo yakawa mepesi, kwa sababu kila siku tunamwomba Mungu kwamba Mungu afanye mambo yawe mepesi. Kwa hiyo kupitia maombi haya huenda tukapata ile amani ambayo wananchi wa Kongo wanayoitafuta kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni moja katika suluhisho ambayo
huko mbeleni italeta amani, kwa sababu sisi ambaye tunamtegemea Mwenyezi Mungu tunajua kwamba tukimuomba Mungu bila shaka atatujibu. Wewe kama mbunge ambaye unawakilisha bunge letu Uvira huko Bukavu, ni wewe pekee ambaye tunaona mahali hapa, kuna wengine ambao tunaona, unahisi ipo katika njia za kampeni yako? Mimi ni mwanabunge wa province ya Sud Kivu, ni mchaguliwa wa Uvira, na ni kweli kwamba kuna wanabunge wengi ambao walichaguliwa hapa sawa sawa na mimi. Kitu tu ambacho nitakachokisema ni kwamba mimi ninajisogeza sana karibu ya Mungu wangu. Kwa hiyo panapokuwa na wito wa kusema kwamba twende tukamlilie Mungu, lazima nije. Ya wale wengine mimi sifahamu. Kwa mimi nimekuja kwa kuitikia wito wa rais wa nchi ambao alisema kwamba tukusanyike kwenye uwanja wa Umoja hapa Uvira. Na kwanza mimi imenifurahisha sana kwa sababu ni kitu ambacho kimefanyika nyumbani kwangu. Umeshasikia bana, hakikufanyika Bukavu, hakikufanyika Baraka au penginepo, lakini kimefanyika Uvira. Kwa hiyo ilikuwa ni wajibu wangu mimi kama mchaguliwa wa hapa kuja kushirikiana na wananchi walioko hapa Uvira ili kumlilia Mungu kwa pamoja, tuone kama amani tunayotafuta itapatikana. Mheshimiwa, kuna watu ambao wanasema kwamba maombi hayatomaliza vita vinavyoendelea katika nchi yetu. Una nini la kuambia watu kama hao? Maombi ni moja katika njia ya kutafuta ufumbuzi katika matatizo tulionayo. Na mimi nafikiri ni kwamba sio maombi peke yake. Watu wanaomba na wanafanya kazi. Umeshasikia bana? Unajua kama kule Nord Kivu, kena Nord Kivu, mapambano yanaendelea baina ya FRDC na M23. Si ndio? Lakini pour parler pia inaendelea Nairobi. Kwa maombi yatakuwepo, mazungumzo yafanyike, kwa kila watu wafanye yale watakayoyaweza kwa wakati wao, ili tuangalie kwamba hizi nguvu zote huenda Mungu akazibariki tukapata ufumbuzi wa matatizo tulionayo. Asante kwa kuweza kujibu maswali yangu mheshimiwa. Na mimi nawashukuru sana. Shukrani. Asante. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kibengi TV. Kama unavyoona msafara wa meya wa jiji ya Uvira ndio unafika na waliko ambao tulikuwa tunasubiri waje naye. Karibu na baki karibu ya Kibengi TV. Naitwa James Simba.
karibu sana mkuu wa jiji. Tunaposhirikiana na viongozi wa taifa, viongozi wote wa taifa. Kwa sasa kwa viongozi tofauti wanafunzi waliokuwa, tafadhali tusikae chini kama viongozi hawajakaa. Tafadhali tuwe na heshima, tutii uongozi, tusikae chini mbele hawajakaa, tusikae chini mbele hawajakaa. Hiyo ndio ungwana, hiyo ndio heshima, na hiyo ndio kusimama kama kanisa. Kanisa lazima iondonee liwe na discipline, na nielewe kwamba lazima tusapoti serikali ambayo inatuongoza. Sasa endelea kama mbili, tunavumilia kutoka oda ya mkuu wa jiji. Kwa hiyo kwa kipindi hiki ambacho tunakuwa eko sasa, stope kidogo, ukiangalia Kwa hiyo kwa muda huu, unajua tulianza na maombi, na kwa sababu tulipata shida ya generateur, kuna programu nyingine ambayo maombi hatukumalizia kwa muda huu, kwa sababu wakubwa wako hapa na tungetaka wapite, watushauri, watupatie moyo, watuongelee. Nyuma yao tutakuwa na muda wa kuomba na Hymne National, na kisha hapo nitapana microphone kwa kiongozi wa mji. Kwa hiyo kwa kipindi hiki ambacho tunakuwa eko fanfare, stope kidogo. Mujiandae kwa Hymne National. Mujiandae dakika moja Hymne National. Préparez-vous Hymne National, 1 minute. Préparez-vous. Kwa hiyo kwa muda huu, unajua tulianza na maombi, na kwa sababu tulipata shida ya generateur, kuna programu nyingine ambayo maombi hatukumalizia kwa muda huu, kwa sababu wakubwa wako hapa na tungetaka wapite, watushauri, watupatie moyo, watuongelee. Nyuma yao tutakuwa na muda wa kuomba na kuimba zile nyimbo ambazo zimebaki, tumepewa ruhusa na mkuu wa jiji. Kwa hiyo tunaanza na Hymne National, na kisha hapo nitapana microphone kwa kiongozi wa mji. Karibu.
On va applaudir. Mesdames et messieurs, nous arrivons à un moment très précieux. Nous pouvons vous demander de vous mettre, juste une minute. Lengo letu la leo kama vile mnavyojua ni kwa Mnafurahi ya kumuona. Vous êtes content de la voir. Uvira mupo. Uvira, vous êtes là. Uvira tupo. Uvira, est-ce qu'on est là? Vont suffire. Sio sala wala maombi, Ce n'est pas la prière, lakini hotuba yako ndogo kwa raia wa Uvira. c'est seulement un mot de la paix pour les gens qui vont t'écouter, nous qui vivons à Uvira. Merci. Merci. Asante. Mambo ambayo yatakayokuwa sio mazuri katika maisha ya wanadamu, hivyo bila shaka tutakuwa tumekosa amani. Kwa hiyo lazima sisi wanadamu, kwa kutaka tupate amani, turudie kufuata yale ambayo Mwenyezi Mungu aliyotuamrisha na yale ambayo aliyotukataza. Hilo jambo litatufanya sisi tuwe tumeishi chini ya misingi yake Mwenyezi Mungu mtukufu, na Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala mtukufu ametuletea vitabu ambavyo vipo. Sisi Waislamu tunasema kwa Mwenyezi Mungu ana vitabu vine. Mwenyezi Mungu ana Taurati, Mwenyezi Mungu ana Zaburi, Mwenyezi Mungu ana Injili na Mwenyezi Mungu ana Qur'an. Hiyo ni reference yetu katika maisha yetu yote. Hiyo ni reference katika mambo yetu yote. Kwa hiyo tujijenge ukabila wetu, utukufu wetu, tuwe tunaofanya katika usawa, tuwe tunajadili mambo yetu katika usawa, ili kwamba Mwenyezi Mungu aturahisishie, atuletee amani. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, pia katika surati Rad sura 13 anasema kuwa inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu katika dunia hii alileta neema. Mwenyezi Mungu katika dunia hii alileta rehema. Mwenyezi Mungu katika dunia hii alitupangia mambo mazuri. Lakini anasema kuwa Mwenyezi Mungu habadilishi hiyo hali, isipokuwa kwa sisi ambao tutakaokuwa tunapenda kubadilisha hali hiyo kwa yale ambayo tunayopitilia katika nafsi zetu. Kwa hiyo nashukuru sana kupata nafasi hii, na nategemea kuwa haya ambayo nimezungumza amenitaka Mwenyezi Mungu yatakuwa ni mwongozo kwetu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piga makofi, unasikia? Ndiyo, tunamkaribisha mwakilishi wa representant national wa CEPAC. Nous voulons recevoir les délégués des représentants nationaux de la CEPAC, de la 8e CEPAC. Amepewa dakika 5 na baada yake de notre pays. Ndio sababu, c'est la raison pour laquelle shirika la 8e CEPAC, 8e CEPAC comme communauté, lina munga mkono rais wetu. Nous appuyons, nous sommes derrière notre président kwa maono haya ya kuombea nchi yetu, pour cette vision de prier pour le pays. Kwa kweli ni maono makubwa. Vraiment, c'est une grande vision. Hatuna mwingine ambaye tunaweza kupatia nchi yetu. On n'a pas une autre personne à laquelle on peut donner notre pays. Isipokuwa Mwenyezi Mungu. C'est pas seulement Dieu puissant. Na hii inaonekana katika maandiko matakatifu. Et ça c'est clair dans les Écritures. Ndio maana tutasoma neno la Mungu. Voilà pourquoi on va lire les Saintes Écritures. Tuone barua ya Paulo mtume kwa Warumi, sura ya 16. Paul aux Romains, chapitre 16 na versi ya 20 et verset 20. Inasema hivi, la Bible dit ceci: naye Mungu aliye chanzo cha amani, et Dieu qui est le commencement de la paix, hata kawia kumponda shetani chini ya miguu yenu. Il ne retardera pas de piétiner Satan sous vos pieds. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ pamoja nanyi nyote, soit avec vous tous. Amen. Amen, amen. Nikusema CEPAC iko nyuma ya raisi. La CEPAC est derrière notre président. Sio leo tu. Ce n'est pas aujourd'hui seulement. Kila itwayo leo, chaque jour, CEPAC itaendelea kuombea amani nchi ya Kongo. La 8e CEPAC continuera à prier pour le pays. Na tukisoma Waebrania sura ya 12, et si on lisait Hébreux chapitre 12 na versi ya 14 et verset 14, inasema hivi, ça dit ceci: tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Cherchez la paix avec tout le monde. Ni kusema hivi, c'est-à-dire tunaomba makabila yote ya Kongo, nous demandons à toutes les tribus du Congo, kila kabila, chaque tribu, kujitahidi, cherchez, kuwa na bidii, cherchez, kuwa na bidii, cherchez, tafuta amani, cherchez la paix.
avec zèle, avec force, avec courage. Amen. Amen. Na watu wote. Avec tout le monde. Tuache ubaguzi wa makabila. Laissez les discriminations tribales. Tupendane. Aimons-nous les uns les autres. Tukipendana, si nous aimons, Kongo itaendelea mbele. Le pays va avancer. Na amani itatawala. Et la paix va régner. Mungu awabariki. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen. Applaudissons, pigia Bwana makofi kule nyuma. Au kukuya kuangalia tu sio television, piga makofi makubwa. Hallelujah. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur soit loué. Tunamshukuru Mungu. Nous remercions notre Dieu kwa sababu ametukubalia kuwa hapa. Parce qu'il nous a permis d'être ici. Yeye ndiye ambaye anaunda majira yote. En fait, c'est lui qui est le commencement de toutes circonstances. Yoyote ambayo itafika, tout ce qui va arriver, ni yeye. C'est lui. Hata siku hii, même aujourd'hui, ni yeye ambaye ametusaidia kuifikiria. C'est lui qui l'a permis qu'on puisse arriver aujourd'hui. Mimi ninasimama hapa kwa niaba ya 37e KDC. Je suis ici pour le compte de 37e KDC. Représentant yuko safarini. Le représentant est en voyage. Lakini ameniita ni mwakilishi. Mais il m'a envoyé pour le représenter ici. Nitakachokisema hapa, ce que je vais dire ici, nitasema juu ya amani. Je vais parler de la paix. Biblia inatuambia ya kuwa la Bible nous dit tuwe na bidii ya kuishi na watu wote kwa amani. Cherchons vraiment avec zèle et en paix avec tout le monde. Na ule utakaso. Et cette sainteté. Kwa sababu bila huo utakaso, parce que sans cette sainteté, hatutaweza kumuona Mungu. On ne pourra pas voir Dieu. Tumeumbwa kwa sura ya Mungu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Tukaumbika kwa namna tofauti. Et nous sommes créés différemment. Hakuna mtu alichagua kuzaliwa. Personne n'a choisi d'être né. Tulizaliwa kwa jamaa Mungu ambazo amezitengeneza. Dieu a permis que nous puissions être nés dans les familles que lui-même a créées. Wamoja kwa jamaa za umaskini, quelques-uns dans les familles pauvres, wengine wakiwa watajiri, et d'autres dans les familles riches, wengine wakiwa warefu na wengine wafupi, et d'autres dans les familles des gens élancés et d'autres dans les familles moins élancées. Wengine wameneemika kwa namna tofauti. Et les autres ont différentes grâces. Lakini watu wote hao, mais tous ces gens là-bas wanafanana na Mungu. Mais ils ressemblent à Dieu. Mungu atusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Amen. Shabaha yangu ya kusema ni hii. Pourquoi je dis ceci? Tuwe na amani rohoni mwetu. Commençons par avoir la paix dans nos cœurs. Tukiwa na amani katika mioyo yetu, quand nous avons la paix dans nos cœurs, tunaweza kupana hiyo amani kwa watu wengine. Nous pouvons donner cette paix à d'autres personnes. Lakini kama hatuna amani katika mioyo yetu, mais si on n'a pas la paix dans nos cœurs, haiwezekani hatuwezi kuipana. Ça sera difficile de donner ce qu'on n'a pas. Mimi kwa niaba ya kanisa hili, moi personnellement pour cette église, ninasema ya kuwa tuko nyuma ya mheshimiwa president wetu. Nous sommes vraiment derrière notre président Félix Antoine Tshisekedi. Tukitetea amani, et nous parlons de la paix, tukijua ya kuwa en disant huyu ambaye tunaishi naye, la personne avec laquelle nous vivons, ndiye ndugu yangu, il est mon frère. Na nikisema ya kuwa, et si je dis watu wote ambao wanakuwa na silaha kinyume na sheria, et je veux aussi dire que tout le monde qui porte une arme sans être autorisé par l'État, ingelikuwa bora watie chini, s'il vous plaît, déposez les armes. Na watafute amani. Cherchez la paix. Kwa sababu silaha sio amani. Parce que l'arme ce n'est pas ce qui amène la paix. Lakini amani inatoka kwa roho ya mtu kwa upendo. Mais la paix vient du cœur, ça vient de l'amour. Watu wakisameheana, quand nous nous pardonnons les uns les autres, kwa makosa yote ambayo yametendeka, pour tout ce qu'on aura fait les uns pour les autres. Asante wandugu. Merci chers frères et sœurs. Tunategemea kuwa amani itapatikana ikiwa sisi sote tutakuwa nayo kwa mioyo. Nous attendons que la paix soit vraiment obtenue si nous tous on aura la paix dans nos cœurs. Mengi ambayo yametufikia mliyaona. Beaucoup de choses qui nous sont arrivées, vous les avez vues. Mimi nitasema kwa niaba ya kanisa langu, mliona jinsi tulishambuliwa kwa tarehe 9. Vous savez, je vais parler pour notre église, on a été attaqué le 9. Hatukuwa na shida yoyote. On n'avait aucun problème. Lakini mali iliporwa. Mais on avait pillé des choses. Vitu vikaenda. Des choses sont parties. Ningelisema ya kuwa, je voulais dire, wa Kristo, les chrétiens, hawakutoa hata neno la faraja. Il n'avait donné même un mot pour consoler. Hata pole moja. Même venir pour dire oh désolé. Na tunaenda mbinguni. Et nous allons au ciel. Mbingu ya wapi? Quel ciel? Lakini tuseme ya kuwa, mais laisse-moi dire ceci. Tusameheane. Pardonnez-nous. Lakini serikali kama mzazi, mais le gouvernement comme parent, atukumbuke na aweze kuturudishia binye milieni. Qu'il se souvienne de nous et si possible qu'il nous remette un peu quelque chose qu'on nous avait ravi. Merci. Applaudissons, merci beaucoup. Asante. Alléluia, amen.
Nasimama kama vile mwakilishi wa mheshimiwa askofu wetu wa 26e CMLC. Je suis ici comme le représentant de notre évêque de la 26e CMLC ambaye amezuilika njiani pale Ngomo kama vile tumesikia. Qui est rentré à partir de Ngomo comme on a entendu. Tunashukuru kipindi cha siku ya leo. Je remercie la journée d'aujourd'hui. Kwani Mungu wetu ni Bwana wa majira na nyakati. Notre Dieu c'est Dieu des temps et des circonstances. Ambaye ametupatia wakati mzuri tena kufikiri juu ya amani ya nchi yetu. Et nous a donné un bon moment pour réfléchir à propos de la paix de notre pays. Kufikiri hivi ni maono mazuri sana. Réfléchir à propos de la paix c'est une grande vision. Kwa hiyo tunaenda kushukuru kwanza kwa uongozi wa nchi ambao umefikiri hivyo. Nous remercions beaucoup le président de la République qui a pensé par rapport à ça. Haya ambayo tunayapitia aujourd'hui, ce que nous sommes en train de parcourir aujourd'hui, historia inatuambia kama sio mapya. L'histoire nous dit que c'est pas nouveau. Inakuwaka hivyo. C'est toujours comme ça. Na wakati watu wanapokimbilia kwa Mungu hivyo wanapata ushindi. Et quand les gens trouvent leur refuge en Dieu, ils deviennent vainqueurs. Zaburi ya 20 na mstari wa 7. Psaume 23 verset 20. Psaume 20 verset 7. Inasema ya kwamba hawa wanataja magari. Ils disent que ceux-ci parlent de véhicules. Na wanataja mafarasi. Et ceux-ci parlent de chevaux. Lakini sisi tunalitaja jina la Bwana. Mais nous parlons du nom de notre Dieu. Ni katika jina hilo kuna ushindi vipindi vyote. C'est dans ce nom-là que nous avons la victoire. Mifano mengi ya vipindi kama na hivi vinyume imepita na kuna kuonekana ushindi kupitia maombi. Nous avons maombi. Beaucoup d'exemples de cérémonies comme ça qui sont passées pour la prière, de croix de prière, et nous avons vu la victoire. Kutafuta amani ni kitu kizuri. Chercher la paix c'est une bonne chose. Katika Mathayo 5 na mstari wa 9. Matthieu 5:9. Inasema ya kwamba heri wale wapatanishi au wataitwa wana wa Mungu. Elle dit que heureux ceux-là qui sont les unificateurs parce qu'ils seront appelés les enfants de Dieu. Tena Yohana wa kwanza 4:12. Et 1 Jean 4:20. Combien? 4:20. Voilà, 1 Jean 4:20. Inasema ya kwamba hautampenda Mungu usiyemuona na uchukie Mungu. Elle me dit que tu ne peux pas aimer le Dieu que tu ne vois pas et aimer l'autre que c'est possible d'aimer Dieu que tu ne vois pas alors que celui que tu vois, tu ne l'aimes même pas. Nadhani katika Mathayo pia. Et toujours à Matthieu 22 34 jusqu'à 37. Jusqu'à 37. Wamemuuliza Yesu hivyo. On a demandé à Jésus comme ça. Amri kuu katika Biblia. Quel est le plus grand commandement dans la Bible? Akawaambia kwamba ya kwanza ni umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Il a dit faut commencer par aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ce que tu es, de toute ta force. Na ya pili inafanana na hiyo. Et un autre commandement qui ressemble à l'autre là. Umpende jirani yako kama nafsi yako mwenyewe. Aimer le voisin comme toi-même. Nadhani kama katika nchi yetu tungelijua hivyo. Dans notre pays ici on pouvait reconnaître cela. Picha tunayoishi leo yangelibadilika kabisa. Ce que nous expérimentons aujourd'hui pouvait tellement changer. Tufikiri juu ya Zaburi 133. Toujours penser par rapport à Psaume 133. Inasema tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza. Regarde comment c'est beau et merveilleux. Ndugu wakae pamoja kwa umoja. Si les gens peuvent vivre ensemble dans l'unité. Ni kama mafuta mazuri kichwani. C'est comme de l'huile qui tombe de la tête. Yashukayo ndevuni. Ça descend au niveau de la barbe. Ndevu za Haruni. La barbe d'Aaron. Yashukayo mpaka upindo wa vazi lake. Jusqu'au niveau de la robe en bas. Kama umande wa Hermoni mlimani pa Sayuni. Oh wow. Oh, maana huko ndiko Bwana ameamuru baraka. Parce que c'est là où il y a la bénédiction. Wakati ambapo tutajua hivyo. Quand nous saurons cela. Nchi itakuwa na amani. Le pays sera en paix. Na Bwana atubariki. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Usikose kusubscribe channel yetu, like pia na share kwa ndugu zako pia. Gusa kikengele hicho, pia kikidole hicho kinachoinukia upande wa Kibengi TV. Tafadhali tukue wimba tunapokuja, tafadhali tukue wimba kwa heshima. Tuimba tafadhali kwa heshima. Tafadhali tukue wimba kwa heshima. Tukue wimba kwa heshima tafadhali. Piga makofi, piga makofi, piga makofi. Makofi, makofi, makofi!
Excellences, les conseillers principaux du chef de l'État, au nom de la population, vous êtes accueillis avec joie et acclamation. La parole vous est passée avec votre autorisation, Excellence. Merci. Batata, bamama, watoto wa Uvira, jambo yenu. Jambo yenu. Asante sana. Je suis parmi vous. Niko katikati yenu en tant que l'envoyé de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Kama mjumbe wa Excellence Antoine Félix Tshilombo, raisi wa nchi. Je suis son conseiller principal au Collège Culture, Arts et Questions religieuses à la présidence de la République. Mimi ni mshauri wa rais mkuu kwenye kitengo cha sanaa na utamaduni na mambo ya usikayo na masuala ya madhehebu. Je m'appelle Théo Chilumba Wakabeya. Jina langu naitwa Monsieur l'Abbé Théo Chilumba Wakabeya. Depuis un certain temps, le président de la République m'a confié une responsabilité, une charge. Kuna muda umepita, Mheshimiwa Rais amenipa majukumu ya kuweza kushughulika nayo. Il m'a dit que depuis le 23 juin 2019, il a organisé une grande prière d'action de grâce au stade des Martyrs à Kinshasa. Ni kwamba mwezi wa Juni mwaka wa 2019 alifanya maombi makubwa katika uwanja mkubwa pale kwa Kinshasa. À cette occasion, na kwa fursa hiyo, il a dédié la République démocratique du Congo, notre pays, à Dieu Tout-Puissant. Alichukua nchi ya Kongo akaiweka katika mikono ya Mungu akimkabidhi nayo. Toujours à cette occasion, na siku hiyo hiyo kwa fursa hiyo, il s'est humilié. Aliweza kushuka na kujinyenyekeza. Il s'est agenouillé. Aliweza kupiga magoti pour demander pardon à notre Dieu. Ili aweze kuomba msamaha kwa Mungu wetu. Pardon pour ses péchés. Akiomba huruma kwa mazambi yake. Pardon pour tous ceux qui ont dirigé ce pays. Akiomba huruma kwa wale wote waliwahi kuongoza nchi hii. Pour tous ceux qui ont assumé des responsabilités. Kwa wale wote waliweza kuwajibika katika nchi hii. Mais aussi pour tous les Congolais dans leur ensemble. Na kwa ajili ya wakongomani wote kwa jumla. C'est pourquoi il m'a dit, na ndio maana hiyo ameweza niambia, faites le tour des provinces. Wewe fanya mzunguko wa mikoa yote. J'ai comme l'impression que l'acte que j'ai posé le 23 juin 2019, ninaona ya kwamba tendo nilolifanya tarehe 23 mwezi wa Juni mwaka wa 2019 n'est pas compris. Haya, bado watu hawajaelewa hicho. Pas même par les serviteurs de Dieu. Hata watumishi wa Mungu bado hawajaelewa. Parce que en posant cet acte, kwa sababu katika kutenda hilo tendo, j'ai voulu dire aux Congolais, nilitamani kuambia wakongomani hivi, qu'à partir d'aujourd'hui, ya kwamba kuanzia leo, le pays n'appartient plus au Satan. Inchi haipo tena katika mikono wala mali ya shetani. Le pays n'appartient plus aux antivaleurs.
Nchi haiko tena kwa ukosefu na utovu wa nidhamu. Le pays n'appartient plus à la magie. Nchi haipo tena katika uchawi. À la sorcellerie. Katika uchawi. Toutes les antivaleurs que vous connaissez. Ile mambo yote maovu ambayo mnayoyafahamu. C'était une grande prière de délivrance. Ilikuwa ni maombi makubwa ya kuweza kukomboa nchi. Deuxièmement, jambo la pili, va leur dire wende uwaeleze hivi que la signification profonde de cet acte, maana ya kindani ya tendo hilo nilolifanya, c'était aussi de dire aux serviteurs de Dieu, ilikuwa ni kuambia watumishi wote wa Mungu qu'à partir d'aujourd'hui, ya kwamba kuanzia leo la gestion de ce pays devient aussi leur affaire. Kuendeleza ama kuendeleza uongozi wa nchi si jambo tena la rais mwenyewe, bali ni jambo la watumishi wa Mungu pia. Si j'échoue, ce sont les serviteurs de Dieu qui échoueront. Na nikiwa bado mimi nitafilisi nchi au hatitaendesha vizuri uongozi bora, ni kusema ni watumishi wa Mungu watakuwa nao wamefeli. Parce que j'ai dédié ce pays à Dieu. Et les serviteurs de Dieu sont partout en train de prier pour le pays. Kwa sababu nchi hii niliitolea Mungu, na watumishi wa Mungu wako naomba maeneo na sehemu zote wanamuomba Mungu. Je demande aux serviteurs de Dieu qui sont ici s'ils sont conscients. Na ninawaomba wale watumishi wa Mungu wote waliopo hapa, ikiwa wana dhamiri zilizopo safi. S'ils sont conscients, est-ce qu'ils peuvent les manifester que je vois s'ils sont là? Kama wapo na dhamiri safi waweze kuinua mikono juu, waonekane, niangalie kama wapo kweli kweli. Amen. Amen. Comme il en est ainsi, excusez-moi, je vous demande de vous mettre debout s'il vous plaît. Na kama ni hivyo basi niwaombeni watumishi wa Mungu wote wasimame. Non seulement les serviteurs de Dieu, mais nous tous qui sommes là. Na ninawaomba nyote ambao mpo hapa msimame, wa mama na wa baba. Parce que quelque chose va se passer maintenant. Kuna kitu fulani kitapita sasa hivi. Comme les pasteurs ont demandé ici. Kama vile wachungaji waliomba hapa. Le président m'a dit. Raisi aliniomba hivi, aliniambia hivi. Quand vous serez à Uvira, utakapokuwa Uvira, demandez aux serviteurs de Dieu et au peuple de Dieu. Waambie watu wa Mungu Uvira na watumishi wa Mungu de prier pour moi. Waniombee. C'est pourquoi mes frères bien-aimés, na ndio hivyo wapendo wa baba na wa mama, au nom du président de la République, chef de l'État, kwa jina la raisi mkuu wa nchi, je m'agenouille, ninapiga magoti pour que vous puissiez lever vos mains ili muinue mikono yenu juu et prier muombe pour le président de la République, muombe raisi wa nchi, et prier pour toute la nation. Na muombe kwa ajili ya taifa lote nzima. Prions s'il vous plaît. Mutuombe samahani. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, au nom du président de la République, chef de l'État, kwa jina la raisi mkuu wa nchi, je m'agenouille, ninapiga magoti pour que vous puissiez lever vos mains ili muinue mikono yenu juu et prier muombe pour le président de la République, muombe raisi wa nchi, et prier pour toute la nation, na muombe kwa ajili ya taifa lote nzima. Prions s'il vous plaît. Mutuombe samahani. Sema madaraka yote
tuko na mapare huko mbele. Kama unavyoona ndugu mtazamaji wa Kibenki TV, huyu unayemwona mbele yako hapa ndiye mjumbe aliyetumwa kwa nafasi ya Mheshimiwa Tshisekedi, rais wa DRC. Na kama unavyoona sasa hivi watu wako katikati ya maombi mazito wakiombea nchi yangu, nchi yako Kongo na nchi yetu Kongo kwa ajili ya amani na ipate amani. Vita vinavyoendelea nchini kwetu viishe. Karibu sana, naendelea kuangalia Kibenki TV. Mimi naitwa James Simba na hapa ni Uvira. C'est un don que Dieu a donné à la RDC. Ya kwamba Felix Tshisekedi ni zawadi ambayo Mungu ameweza kuwapeana Wakongomani. Il faut voir son humanisme. Yafaa muone utu wake. Les gens sont en train de le témoigner partout. Watu wanashuhudia mahali pote. Il ne veut jamais voir un Congolais souffrir. Hataki kumuona Mkongomani akiteseka. Même ceux qui connaissent des accidents, hata wale wanapata ajali, il préfère les visiter. Anapendelea hata kwenda kuwaona hospitalini. Il préfère être à leur côté. Anataka kuwa karibu na wao. Ça c'est une réponse. Hiyo ni jibu. Une réponse pourquoi? Hiyo ni jibu kwa nini? Rappelez-vous tout ce que nous avons connu dans ce pays. Mjue yale yote ambayo tumeona katika nchi yetu. Des grandes dictatures. Ule ubeberu na udikteta mkuu. Et dans toutes les provinces, les gens étaient en train de prier, demandant à Dieu de lui donner, de donner à la RDC un président de la République qui prie. Na watu walikuwa wanaomba mikoani pote ya kwamba Mungu awapatie rais ambaye anayeomba Mungu. Et aujourd'hui vous avez un serviteur de Dieu. Na leo mnakuwa na mtumishi wa Mungu ikulu. Et aujourd'hui vous avez quelqu'un qui prie, qui connaît Dieu. Na leo muko na mtu ambaye anaomba na anamfahamu Mungu. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est une grâce particulière, un don que Dieu a donné. Yeye ni neema ya kipekee, ni zawadi ambayo Mungu amepana à la RDC, ambayo amepatia DRC. Nous avons commencé ces croisades de prière dans d'autres provinces. Tumeanza maombi hayo katika mikoa mingine. Nous avons été à Lubumbashi. Tumeshafika Lubumbashi. Après Lubumbashi, nous sommes allés à Matadi. Na kisha Lubumbashi tulienda Matadi. Nous étions à Kindu. Tulikuwa Kindu. Et quand on était à Kindu, na tulipokuwa Kindu, au début de cette semaine, mwanzo mwa wiki hii, il m'appelle pour me dire, akaniita kusema kwamba CP, ni kidogo hiyo. Arrêtez avec d'autres provinces. Acha sasa mikoa hiyo. Allez d'abord voir, allez d'abord prier avec mes frères qui sont à Uvira. Wende sasa uombe na ndugu zangu waliopo hapo Uvira. C'est pourquoi je suis venu directement ici. Moja kwa moja hapa. Pendant que nous tenons cette croisade à Kindu, il y en a aussi qui sont là, des gens que je les sais. Na wakati tuko tunakuwa na mkutano huu ili kongamano Kindu, kuna wale tumewaacha pale. Et nous devons le faire parce que c'est notre pays. Tunapaswa kuifanya kwa sababu ni nchi yetu. Nous n'en avons pas deux. Hatuna nchi mbili. Nous avons que la République démocratique du Congo. Sisi tunakuwa na nchi hii ya DRC. Et le président a demandé, na rais ameomba à ses frères et sœurs de Uvira, kwa wandugu zake wadada na wandugu wa Uvira, de prier pour la paix. Muombe kwa ajili ya amani. La paix à l'est du pays. Kuomba amani kwa mashariki ya nchi. Il a dit que je me suis investi dans cette affaire corps et âme. Na amesema nimejiweka kwa moyo na kwa mwili. J'ai décrété même un état de siège. Hata nimesema hali ya hatari katika mikoa fulani. Mais cela ne suffit pas. Na hiyo haiwezi kutosha. Allez voir les serviteurs de Dieu. Mwende muone watumishi wa Mungu. Qu'ils se mettent ensemble. Wawe pamoja. Qui se mettent devant l'autel. Wawe kwenye mimbara. Qu'ils prient. Waombe Mungu. Qui demandent pardon pour le pays. Waombe rehema kwa ajili ya Mungu. Qui demandent pardon pour moi leur président. Waniombee rehema mimi raisi. Qu'ils prient aussi pour l'amour. Waombe pia upendo. L'amour du
du pays waombee upendo wa nchi et l'amour du Congolais. na mwananchi wa Kongo ampende mwenzio. Une fois que la paix sera installée à l'est du pays, na wakati amani itakuwa tayari imekaa huku mashariki, c'est le travail du développement. itakuwa ni kazi ya maendeleo. Quand nous avons quitté l'hôtel pour atteindre ce stade, wakati tulipita kutoka hoteli kuja hapa kwenye uwanja huu, nous avons souffert. tumeweza kuteseka sana. Et j'ai dit à monsieur le maire de la ville d'Uvira, nimwambia meya wa jiji ya Uvira, quand je vais rentrer à Kinshasa, nitakaporudia Kinshasa, la première chose que je vais demander au président de la République, jambo la kwanza nitamuomba rais wa nchi, c'est de commencer l'asphaltage de cette route, ne plus que quelques kilomètres. Nitamuomba aweze kuleta, nitamuomba alete kabulimbo kwa ajili ya barabara N5. C'est pourquoi nous devons œuvrer pour que la paix s'installe ici. Na ndio maana tunapaswa tuombe amani rudi hapa. Et nous allons nous développer. Na hapo tutaweza kujiendeleza. Quand il y a l'insécurité, kukiwa ukosefu uvunjifu wa amani, le développement vient lentement ou ne vient presque pas. Hapo sasa maendeleo hayatakuwepo ama yatakuja kiutaratibu. Or le souci qu'a le président de la République, c'est de développer tout le pays. Shauku ama nia alionayo rais ni kuweza kuendelesha nchi. Pour terminer, na kwa kumaliza, je vous dis sincèrement merci. Hakika ninawaambia shukurani ya dhati. Merci au nom de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Kwa niaba ya rais wa nchi Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, nasema asanteni nyote. D'abord à l'autorité locale, monsieur le maire de la ville. Kwa kiongozi wa jiji la Uvira, meya wa jiji. Aux autorités politico-administratives du coin. Na wale wote viongozi wa mwanamemba wa kamati ya usalama na ulinzi. À leurs excellences, les chefs de confession religieuse. Kwa waheshimiwa wote ambao ni wakuu viongozi wa madhehebu mbalimbali. Qui ont accepté d'organiser de prendre part à cette croisade de prière. Na wale wote walikusanyika kushirikiana hapa katika haya maombi. Nous sommes sûrs que Dieu qui voit les cœurs qui sont de les rangs, il a déjà exaucé notre prière d'aujourd'hui. Najua Mungu aonaye katika siri amekwisha kujibu maombi yetu ya leo. Restons et vivons la main dans la main. Tubaki na tuishi mkono mkononi. Réconcilions-nous avec nous-mêmes. Kuweza kujifariji na kuweza kujirudia na kupatana sisi wenyewe. Réconcilions-nous avec les autres. Tuweze kupatana na wengine wenzetu. Au mois de juillet, mwezi wa 7, le pape François viendra en République démocratique du Congo. Popo atakuja katika nchi ya DRC. Et le président lui a demandé de mettre aussi ses pieds à l'est du pays. Na rais amemuomba afike mashariki mwa Kongo. Il s'arrêtera à Goma. Atasimamia mwisho wake utakuwa ni Goma. C'est pour vous dire combien cette situation préoccupe tout le monde. Na ndio maana nawaambia kwamba kila mtu anashughulika na jambo hilo. Merci pour votre accueil, merci pour cette soirée, que Dieu vous bénisse. Asante kwa ukaribisho wenu, asante kwa jioni nzuri. Mwenyezi Mungu ambariki kila mmoja. Asanteni sana. Kulingana na sheria za kiusalama na sheria za nchi, le principe sécuritaire et principe du pays. Ninamuomba mheshimiwa mkurugenzi mshauri mkuu kuondoka na ninaenda kumwacha kwa hoteli. Je demande au conseil principal de quitter et je vais l'accompagner pour le laisser à l'hôtel. Ni Kibenge TV.